Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea na darasa zetu za baada al-asr. Leo ilikuwa zamu ya Sheikh Abdussalam, lakini amepata udhur, hakutokea. Kwa hiyo tumeziba nafasi yake inshallah ili tusitoke patupu. Na mimi nitazungumza tu kwa ufupi hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inahusiana na mwezi huu tulionao na inayoonyesha fadla ya funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu amali ibn adam lahu, amal zote anazofanya mwanadamu ni za kwake, illa as-sawm au illa as-siyam, isipokuwa kufunga. Fa innahu li wa ana ajzi bih, funga ni amali yangu mimi na mimi ndio nitakayoilipa funga hiyo. Hadithi hii wanachuoni wa Kiislamu wanasema ni hadithun qudsi. Wanachuoni wa Kiislamu wanasema hii hadithi ilikuwa inatosha kuonyesha fadhila za mfungaji, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anataka kutuambia amali zingine zote ni za kwenu isipokuwa funga ni ya kwangu. Yani wewe unaposwali hiyo ni ya kwako, unapotoa zaka ni ya kwako, unapokwenda kuhiji ni ya kwako, unapounganisha undugu ni ya kwako, unapojistiri mwanamke wa Kiislamu kwa kuvaa hijabu ni ya kwako. Yani amali zote ni za kwako, lakini ya kwangu mimi ni funga na mimi ndio nitakayoilipa. Sasa unaweza kujiuliza maswali mengi sana kwamba hizi zingine analipa nani na hizi nyingine ni za nani? Taban zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amali zote ni za Mwenyezi Mungu, tunamfanyia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndio atakayezilipa na ameshaonyesha malipo yake. Mtu akiswali atalipwa malipo kadha, akisoma Qur'ani atalipwa malipo kadha, akitoa zaka atalipwa malipo kadha, akienda kuhiji atasamehewa madhambi kadha. Almuhim, Allah mwenyewe ameonyesha malipo. Sasa kwa nini leo aseme hii saumu ni ya kwangu na mimi ndio nitakayoilipa? Wanachuoni wanasema hii ni maana ya afdalia ya hii ibada ya saum, kwamba ibada ya saum ni ibada ambayo anayeitekeleza ibada hii, apende asipende, inakuwa ina ikhlas ndani yake. Yani ni ibada ambayo mtu anaitekeleza moja kwa moja kwa ikhlas, kitarajia malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakaendelea kusema kwamba ibada zingine zinakubali shirk, zinakubali ria. Mtu anaweza akawa na swali swala 5 msikitini, lakini akawa swali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ameenda kwa mganga wake, sijui ana marohani, sijui ana matatizo gani akaambiwa, bwana, ili uweze kutoka na hayo marohani hakikisha bwana swala 5 huachi. Kwa hiyo anakuja msikitini kuswali kwa sababu ni maelekezo ya mganga. Sasa huyu anaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini tunasujudu naye, tunakaa naye, tunazungumza naye, na dhahirian kinje tunaona mashaallah ni mu'min, lakini kumbe msukumo wake wa kuja msikitini ulikuwa ni kwa sababu ya matatizo alionayo ambaye ameambiwa na mganga wake, pamoja na kuwa ameambiwa jambo la khairi, lakini kama asingeambiwa vile asingekuja. Angeambiwa na matatizo yako naweza nikayamaliza kwa njia 1 2 3, asingekuja msikitini. Lakini kwa sababu matatizo yako hayawezi kumalizika isipokuwa kwa swala, anakuja msikitini. Kuna wengine anaweza kuwa na swali kwa sababu anataka kwenda kuchumbia sehemu, baba wa binti ndio msalihina swala 5, ameambiwa na yule mzee. Sio mchezo Sheikh, yani ukienda kwake wewe swala zako za kubipu hizi upati mtoto pale. Kwa hiyo jamaa
kila kabla ya adhana mzee akifika naye yuko, ikikimiwa mguu kwa mguu anakaa pembeni yake ili akisema salamu alaikum anamuona yeye wa kwanza pale, anatayarisha mazingira. Siku itakapopelekwa posa, sema nani anataka kuwa binti yangu, kuna kijana fulani mnaswali naye msikiti fulani, mashaallah yule, safu moja kabisa, tena mara nyingi nakuwa naye karibu, yule hana wasiwasi wote. Kumbe jamaa anakwenda kuswali pale kwa lengo lile. Hii sio swala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunamuona dhahiria na anaswali vizuri. Mwingine anakuja kuswali kwa ajili ya kubomu. Anakuja kuswali msikiti, ajua wale kuna tajiri fulani anaswali na yeye ana shida ya pesa na hivi hampati kwa alipo, anakuja msikitini anamvizia. Kija tu naye yuko karibu yake pale. Kikaa asalamu alaykum, salamu yuko karibu yake. Akisimama tu yuko naye. Sheikh, asalamu alaykum, bado iftari leo. Sawa hamna wasiwasi, achukua. Lakini tangu anatoka huko alikuwa anadhamiria kumfuata mtu fulani. Huyo hatusemi kwamba amekuja kuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Amekuja kwa ajili ya malengo yake mwenyewe anayofahamu. Lakini niambieni, ibada ya zaka mathalan nyingine, watu wanatoa zaka kujionyesha. Wakati wake wa zaka umefika, na kusanya watu wa zaka, naita na kamera na vyombo vya habari na nini, anatangazia pale, na ndugu zangu leo tunagawa zaka hapa, hawa ndio wanaofaidika, tunawapa zaka zao, na mimi ndio natoa zaka hizo, huyu hapa tunampa shilingi kadha. Zaka ina gani na ria ndani yake? Haitolewi hivyo. Lakini ametoa zaka, yeye anaona kama katoa zaka, lakini hapo hapo amejipublish kwamba yeye ni mtu wa khairi, inawezekana ametangaza na biashara zake. Ni zaka ametekeleza, ametoa kweli pesa, lakini je, kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Watu wangapi wanakwenda haji kwa ajili ya kuitwa maal haji? Na usipomuita alhaji fulani anakasirika, mnagombana, mzungumzi. Umenidharau bwana. Mimi alhaji unaniita jina langu kavu tu. Kumbe alhaji sio yani title ya kuitwa, ni ibada ulikwenda kuifanya, na wengi wanakwenda kwa ajili hiyo, sio kwa ajili ya kwenda kupata manufaa mengine. Lakini saum huwezi kudanganya, kwa sababu wewe unajizuia mwenyewe kwa khiari yako kula na kunywa kuanzia alfajiri. Tena unaangalia sana imeadhinia, unaangalia na saa, unasikiliza, unakuwa na tahadhari kubwa sana. Unafunga, hutaki kuzungumza maneno mabaya, hutaki kusengenya, hutaki matusi, unajizuia mpaka maghrib. Lakini huwezi kukuta mfungaji anaingia chumbani kwake, anapiga glasi zake za juice pale, chapati zake na nini, alafu anatoka sasa nimefunga. Anajijua kabisa, kajidanganya. Atamwambia nani? Kweli watu watakuamini umefunga kwa sababu mdomo wako mkavu. Lakini wewe ndani ya nafsi yako huwezi kufanya hicho kitu. Labda tulivyokuwa watu wadogo ndio tukifanya, kwa sababu zamani usipofunga ufuturu na wenzako. Kwa hiyo wakati wa kufuturu unakaa nje. Sasa pale unapiga vitu vyako alafu unasema nimefunga ili upate naftari. Hiyo ni watu wadogo. Lakini mtu mzima hawezi kufanya kitu kama hicho. Hawezi kujidanganya. Sasa funga haikubali ria. Yaani huwezi kufunga wewe kwa kujionyesha. Haiwezekani. Ni siri yako baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana wanachuoni wakasema ni ibada ya funga inakuzoesha ikhlas. Na ibada ya funga haikubali shirki na ria. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema as-sawm li, funga ni ya kwangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio nitakayolipa hiyo funga. Sasa funga inatufundisha moja katika sifa ambazo tunatakiwa tuwe nazo Waislamu, na ni sifa inaitwa al-muraqaba, sifa ya kujichunga. Na hii sifa ndugu zangu inapatikana katika ibada ya funga tu. Mtu akifunga hata macho yake yanafunga, yani anatembea barabarani, naona wanawake wanatembea uchi, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sawa, miezi mingine inawezekana unaangalia, lakini funga inakufundisha kwamba somo yangu itaharibika bana, somo yangu itaharibika. Ngine simu yako ya mkononi akipita tu mwanamke unapeleka haraka haraka, astaghfirullah, unakwenda kwenye vitu vingine, somo yangu itaharibika. Ukizungumza maneno bana, astaghfirullah, tusisengenye bwana, unajichunga yani. Siku za nyuma huko mashaka walikuwa wametuambia vitu vingi, watu tuko si watoto. Ukifunga unatema mate ovyo. Hata kumeza mate unasema utafungua. Watu wenye umri mkubwa wanakumbuka hiyo story. Sheikh Abu nakumbuka. Njia nzima wanatema mate tu. Kwa nini sasa ukimeza mate, ukilainisha funga yako, asikuwa tuna tahadhari kubwa sana. Vitu vingine hata vikuwa vya ukweli, lakini kwa ajili ya tahadhari ya funga mtu anashindwa hata kumeza mate, yani anameza mate kwa kujinyima, kitu ambacho sio sahihi. Lakini hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Muislamu anatengenezwa na ibada ya kufunga kujali mipaka ya Mwenyezi Mungu.
anajichunga yeye mwenyewe bila kuchungwa na mtu yeyote. Sasa kama funga inatufundisha sisi murakaba, kujichunga wewe mwenyewe, ina maana ukifanya zoezi hili mwezi mzima utatoka mtu mpya kabisa. Yani yale ulikuwa ukifanya ndani ya Ramadhani utaona kwamba yamekuwa kama ni tabia yako, hasa ukielewa falsafa ya funga. Kwa hiyo ndugu zangu, ibada hii imepewa daraja kubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala, na akaita kwamba ni ibada yake yeye mwenyewe na yeye ndio atakayelipa ibada. Yani hatujui mpaka sasa hivi, hakuna mtu anayejua malipo ya mfungaji yatalipo kitu gani. Wanachuoni wamejitahidi kuelezea mfungaji ameandaliwa nini, ukiachilia mbali ile milango ya babu Rayyan, mlango wa peponi ambao wataingia waliofunga tu peke yao, lakini wengine wamesema thawabu za kufunga zinaweza kumsaidia mwanadamu siku atakapokuwa muflis. Tunaelewa kwamba kuna watu watafilisika siku ya kiyama. Mtu amekuja na amal, swala, amekuja na zaka, amekuja na haji, amekuja na sadaka, amekuja na vitu vingi, lakini amekuja siku ya kiyama amemdhulumu huyu, amemtukana huyu, amemkashifu huyu, amempiga huyu, amemfitinisha yule. Kila mtu pale anataka haki yake, hakuna mtu atakayedhulumiwa. Mwenyezi Mungu, huyu alinidhulumu. Siri zinaonekana wazi. Ulikuwa huna ujui duniani, kasa kumbe huyu ndio alifanya nifukuzwe kazi. Mwenyezi Mungu, namdai huyu haki yangu. Kumbe huyu ndio alinifitinisha mimi na mke wangu. Mwenyezi Mungu, namdai huyu. Siri ziko wazi yani. Ulikuwa ujui, lakini sasa hivi umeonyeshwa na Mwenyezi Mungu kwamba aliyokusababishia matatizo ni huyu bwana. Kwa hiyo pale hakuna kulipana pesa. Ina maana zitachukuliwa amali zako njema zote ulizozifanya, atapewa yule aliyokuwa anakudai. Zikimalizika utachukua madhambi ya wale watu, utayabeba wewe sasa mpaka umalize haki za watu. Baadhi ya wanachuoni wanasema kitakacho kuokoa ni thawabu za kufunga. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hizi ni za kwangu, utamlipa mimi mja wangu. Kwa hiyo ameziweka pembeni, hajaweka kwenye kapu lako. Kwa hiyo unapokuwa umefilisika kabisa, sasa ndio moto wa jehanamu unauona huko, na kutolea thawabu zako za funga, kwamba nilikuahidi mja wangu funga ni ya kwangu na mimi nitakulipa, na kulipa thawabu za funga, na ambazo ndio zitakuwa msaada wako wewe labda wa kuingia peponi. Baadhi. Kwa hiyo ndugu zangu, fadhila za kufunga ni kubwa, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga zetu, visimamo vyetu, sadaka zetu, usomaji wetu wa Qur'an, na atupe afya njema tuweze kuendelea kufunga na kumwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.